So tusipokuwa na neema, Bwana asifiwe, tusipokuwa na neema, hata hiyo kugojea pia fike katikati hatutaweza. Bwana asifiwe. Tutarusha mikono hivyo, ninasema utarusha mikono useme utaanza kuhesabu miaka umetumika. Bwana asifiwe, kile umefanya, kile hujafanya. So tunahitaji neema. Biblia inasema it is not kwa ile kazi tunafanya, si kwa ile maombi umeomba. Nilikuwa nasema kweli, na hilo neno ni la kweli, sababu nilikuwa nasema I got saved in 1992. I was 12 years. Na katika hiyo 12 years, miaka 12 up to where I am. Ni kwa neema. Nikiangalia ikiwa ni kwa kufanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Nirudi nyuma niweke record ya kazi ya Mungu, haki nitaachana nayo saa hii. Bwana asifiwe. So nataka kusema leo na upili ujumbe, si kwa ile kazi tunafanyanga, na si ni kazi yako, naongea kuhusu kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Si kwa hiyo kazi tunafanyanga, si kwa hiyo maombi tunaombaga. Bwana asifiwe. Sababu ingekuwa ni kwa maombi, hakuna mtu atakayewahi kufika mwisho. Tumeomba mama bosisi, ni tumeomba, yes tumeomba sana. So ingekuwa ni kwa maombi, hakuna mtu atakayewahi fika mwisho, lakini tunafikaga mwisho. Ni kweli. So si kwa kazi, si kwa maombi, si kwa kujitolea. It is by the grace. Maana asifiwe. And what is the grace? Grace ni kupatiwa kitu ambacho hustahili kuwa nacho. Hiyo kitu, Bwana asifiwe, hiyo kuwa kwa Mungu, kuwa umeokoka, haukuwa nilisema hivyo last time, naona kama najirudia. Haukuwa ufai kuwa nayo. Bwana asifiwe. So wakati unafika hapo, wakati unasikia kama unachoka, kumbukaga wokovu wenyewe, wewe haukuwa unafaa kuwa kwa umeokoka. Bwana asifiwe. Tukianza from the Genesis, sisi ni uzao wa Hamu. Hamu mwenye alifanya nini? Aliambiwa na baba yake. We African ni uzao wa Hamu. Bwana asifiwe. Katika hiyo scenario, we were not qualified kuitanishwa na huyu Mungu. Tulizidi kutoka kwa Adam, tunakuja kwa imagine, tumelaniwa kutoka kwa Adam, hata tunakuja tena kwa Noah, hata tena tunalaaniwa. Muone, hatukuwa tunafaa kuitanishwa na huyu Mungu. So wokovu mwenyewe, usiwaisema nitaachana na hii wokovu, sababu hata si wako. Umepewa kitu sio ya wokovu. Ulikuwa wana wa Israeli, Yesu alituma kwa Waisraeli. So nataka kukuokoa, usianze kuhesabu tithe. Umetoa tithe miaka hii, niliokoka niko na miaka 14, niko na miaka 20, niko na 30 something, I think niko na 30 what. Hata sijuagi tu, sisi haina maana hiyo. Mungu anahesabu wokovu wa leo. Bwana asifiwe. Unaanza kuhesabu miaka, niko na miaka 40, niko na miaka 50, ile tithe nimetoa. Ile maombi nimeomba, ile kufuka nimefuka. Bwana asifiwe. Mimi nilijinyima mpaka honeymoon, lakini honeymoon yangu nilikulia chakwani. Hiyo yote nikianza kuhesabu kweli, I believe this God, sitamwabudu, sikufichi. Bwana asifiwe. Sitamwabudu. Bwana asifiwe. Kati kuna neno linaninenea na nabii, it is not by my work. Si kwa kazi yangu, si kwa kujitoa kwangu, si kwa maombi yangu, si kwa chochote ninachokifanya. It is just by grace of God. Mungu ameona mimi ni muabudu. Sababu kubwa ya kutuba ni tumwabudu. Bwana asifiwe. So he just chose me from many. I was the last born in my family. Na hata saa hii hakuna wameokoka huko, walikataa. Ni mama yangu tu peke yake. Bwana asifiwe. It is by grace akanichagua. So I am not here sababu ni kazi nilimfanyia. Siko hapa kwa sababu nilizaliwa familia ya wakuhani.